wengine tunazungumza kuhusu uchaguzi, na kwa sababu wanajua propaganda wanaweza kuja wale wanazungumza kuhusu uchaguzi kwa sababu uchaguzi unawahusu wao. Wana uchu wa madaraka, wanataka ubunge tu. Huyo anayekuambia kwamba sisi tuna uchu wa madaraka, yeye yuko madarakani tangu miaka 63 iliyopita, anakuambia sisi tuna uchu ambao hatujai kuingia madarakani. Mwenye uchu nani hapo? Yeye ana miaka 63 yuko madarakani, anatuambia sisi ambao hatujakaa madarakani kwamba tuna uchu wa madaraka, kana kwamba kuwa na uchu wa madaraka ni jambo baya. Ni kweli tuna uchu wa madaraka ili tubadilishe nchi. Uongo kweli? Sasa mnisikilize. Kwa nini tunazungumza kuhusu uchaguzi? Na uchaguzi unakuhusu nini wewe mwananchi? Hii hapa ni katiba yetu ya mwaka 77. Nitawasomea vifungu kama vitatu. Ibara ya 8 ya katiba yetu inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii. Na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Hiyo ni katiba. B, lengo kuu la serikali litakuwa ni ustawi wa wananchi. Lengo kuu, sio lengo tu. Lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. C, serikali itawajibika kwa wananchi. Hiyo ni ibara ya 8. Ibara ya 9 na wasomea kifungu I, kwamba matumizi ya utajiri wa taifa yanatilia mkazo maendeleo ya wananchi, na hasa zaidi yanaelekezwa kwenye jitihada za kuondosha umaskini namba 1, ujinga namba 2, maradhi namba 3. Hiyo ni ibara ya 9 kifungu I. Sasa ningeweza kusoma ibara ya 15, 18, 27, zote hizo zinazungumza maisha yenu, lakini nataka nisome kifungu cha mwisho ili nijenge hoja zangu. Ibara ya 27. Kila mtu ana wajibu wa kulinda mali asili ya Jamhuri ya Muungano, mali ya mamlaka ya nchi na mali yote inayomilikiwa kwa pamoja na wananchi, na pia kuheshimu mali ya mtu mwingine. Sasa ibara ya 8 nimewaambia inasema msingi wa mamlaka na madaraka yote ya serikali ni wewe mwananchi. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba badala ya sisi wa Tanzania wote tuwe marais wa nchi, tusimamie rasilimali zetu kwa niaba yetu, haiwezekani tukawa wote marais. Tunachagua mtu mmoja kwa niaba yetu, tunakasimu mamlaka yetu kwa mtu mmoja asimamie kwa niaba yetu. Badala ya sisi wote Same Mashariki, Same Magharibi, Tarime, Mwanza, Bunda, twende bungeni tukajiwakilishe. Hakuna ukumbi wa kutosha kutubeba wote. Tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu akatuwakilishe, akasimamie rasilimali zetu. Kwa kizungu mbunge anaitwa a taxpayer representative, mwakilishi wa mlipa kodi. Mwakilishi wa mlipa kodi. Badala ya sisi wote kata gani twende halmashauri na kata nyingine, hakuna ukumbi wa kututosha, tunateua mtu mmoja awe diwani kwa niaba yetu. Kwa hiyo jambo la kiuchaguzi ni jambo la wananchi, ni jambo muhimu kuliko mambo yote tunayojua, kwa sababu uchaguzi unatupa viongozi ambao ndio wanaenda kupanga maisha yetu kwa niaba yetu. Sasa katiba hii imesema lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. Mzee, ustawi ni nini? Tukisema ustawi, wewe mwenye jacket, ustawi ni kwamba uweze kuishi vizuri, sawa sawa, ulale vizuri, utibiwe vizuri unapougua, uendeshe gari inapowezekana, utembee kwenye barabara nzuri, upate maji, kila kitu. Ndio maana ya ustawi. Na katiba hii ibara ya 9 inasema
kwamba matumizi ya utajiri wa taifa letu, imetumia neno utajiri, itakuwa ni kwa ajili ya kuondoa umaskini, maradhi na ujinga. Sasa ndugu zangu wa Same, nchi hii ni nchi iliyobarikiwa kuliko nchi nyingi sana duniani, na ndio maana katiba yetu inatambua neno utajiri wa nchi yetu. Ina kilomita za mraba, ukubwa wa ardhi yetu ni kilomita za mraba 945. Ukichukua Kenya, ukichukua Uganda, ukichukua Rwanda, ukichukua Burundi, ukiziunganisha kwa pamoja zina kilomita za mraba 890. Sisi peke yetu nimewambia laki ngapi? 945. Ni nchi pekee duniani yenye madini yanaitwa Tanzania, itapatikana kwingine kokote isipokuwa Tanzania, hapa kanda ya kaskazini hapo wapi hapo Simanjiro. Ni nchi yenye mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani, mlima Kilimanjaro. Una zaidi ya futi 19,000 juu. Ndege ikiruka kwenda huko juu inakwenda futi 24,000, futi 30,000. Mlima wetu una futi 19,000. Milima yote Afrika nzima ni midogo kuliko huo mlima. Ni wa pili duniani baada ya mlima Everest. Ni nchi yenye ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Victoria. Liko Tanzania, liko kwetu kule kanda ya ziwa. Ni nchi yenye ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Tanganyika. Ni nchi ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani, sio Afrika, duniani. Kianzia kwetu Tarime ni dhahabu, kienda Geita ni dhahabu, kienda Bukombe ni dhahabu, ukienda Shinyanga, Kahama, nenda Nzega, nenda mpaka Chunya, nenda mpaka Ruangwa kwa waziri mkuu. Nchi ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi. Ni nchi ambayo ukienda Kagera, Kabanga, inatoa madini yanaitwa nickel na cobalt, madini yanayotumika kutengeneza ndege na betri za simu mnazozitumia, yanatoka Tanzania. Ni nchi yenye mbuga kubwa kuliko zote Afrika na duniani. Ukichukua mbuga ya Serengeti, Ngorongoro, Manyara, Katavi, Ruaha, hata nyie mna mbuga hapa sio maarufu sana, inaitwa Mkomanzi, ndio? Ndio mnailalamikia hapa. Ukiziunganisha mbuga zetu kwa pamoja, zina ukubwa kuliko nchi ya Rwanda na Burundi combined. Mbuga ya Serengeti peke yake ina kilomita za mraba 16,000. Mkoa wenu wa Kilimanjaro unasikia kilomita 13,000. Kwa mbuga ya Serengeti ni kubwa kuliko mkoa wa Kilimanjaro. Nchi ambayo ina makaa ya mawe, ina chuma. Tuna mlima wa chuma mkubwa kama huo pale Mchuchuma, sehemu inaitwa Liganga Rudewa. Alafu kuna makaa ya mawe, kuna chuma mlima kama huo, alafu na makaa ya mawe yako Liganga, kilomita 50 kutoka Mchuchuma. Tuna gesi, futi za ujazo trilioni 54.5. Tuna bahari, tuna mlango wa bahari. Bahari yetu ina kilomita 1,600 kutoka Mtwara mpaka Tanga. Na tunazungukwa na nchi 6 landlocked. Nikizungumza landlocked, mama zangu, ni nchi ambazo hazina mlango wa bahari. Yaani ili mtu aendeshe gari huko inapita kwenye maji yetu. Mungu alitupa bure, anatulipa hela. Tunazungukwa na Rwanda, Burundi, Uganda, Malawi, Kongo, Zambia. Zote ni landlocked. Ili mtu aendeshe gari Kongo inapita kwenye maji ya Tanzania. Mungu alitupa maji hayaishi leo wala kesho, yako pale. Unachohitaji ni kujenga gati. Gati ndio stendi, pale meli itasimama, ishushe mzigo au ipakie iondoke. Kwa hiyo mizigo inatoka Kongo, wakiwa nasafirisha mizigo yao, au Zambia, kopa wanapeleka China, inapita kwenye maji yetu. Mungu ametupa bure, tunalipwa hela. Hiyo bandari alijenga mkoloni, akaja Mwalimu Nyerere tulipochukua uhuru akaiendeleza, akaja Mwinyi akaiendeleza, akafikisha gati namba 4, akaja Kikwete akafikisha gati namba 6, akawapa tix, akaja Mkapa, Magufuli akaitoa gati namba 6 mpaka 8, akanunua mashine mpya zinaitwa 0 hours, akafunga pale.
ili bandari yetu iwe na uwezo wa kukompiti na bandari ya Beira na bandari ya Mombasa. Akafunga pale mashine mpya, akaiendeleza mpaka Gati na Barani. Sisi tulitofautiana sana na Magufuli kwenye eneo la demokrasia sana. Mimi nilimsema mno bungeni, kwa nilitofautiana naye sana kwenye masuala ya kuumiza watu, haki za binadamu, masuala ya kuzima watu wasizungumze, tulitofautiana. Lakini kwenye eneo la kulinda rasilimali zetu alijitahidi kukopi modo ya Chadema na alifanya vizuri. Akajenga ile bandari.